Tunaendelea kusamini sana uwepo wako kwenye chaneli yetu ya BG Online TV, mpendwa mtazamaji na msikilizaji, popote pale ambako unaendelea kutufuata kwa kila saa na dakika. Hii ni BG Online TV. Kwa muda huu tunakutangazia matangazo haya kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini makao yetu makuu tupatikana huko Marekani. Hivi sasa ni muda mzuri wa kufuata habari zetu zilizojiri kona tofauti za duniani, hasa huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako watu wengi wanaendelea kuwekea mawazo kutokana na mapambano ambayo yanaendelea kujiri kati ya wazalendo na M23. Miongoni mwa habari ambazo tumekuandalia katika siku ya leo ni pamoja na habari zisemazo kuwa hali ya usalama kwa sasa inaonekana kuwa tulivu kwenye maeneo tofauti ya shamba la vita kama vile Nyantende, Nyangezi, Katogota, Kamanyola na vijiji vinavyoinukia tarafa la Fizi. Tutakuwa na habari nyingine isemazo kuwa idadi ya wahanga wa mafuriko huko Kasaba inaendelea kuongezeka siku baada ya siku, imetaja hivyo duru zetu za habari, na kwa sasa duru zetu zaeleza kuwa ni watu zaidi ya 15 ndio tayari wamekwisha kufariki kutokana na mafuriko hayo. Tutakuwa na habari zingine zisemazo kuwa raia wa eneo la Bibokoboko na vitongojini mwake ndani ya sekta ya Mutambala wanataja hali ya utulivu kwa sasa inaripotiwa katika eneo hilo. Pamoja na hayo, wanataja kukumbwa na matatizo ya mboga mbichi, chumvi, sabuni na mambo mengine kwa sababu ya kutokuwepo kwa njia ya Baraka na Bibokoboko. Tutakuwa pia na habari zingine za huko Butembo. Raia wa manispa ya Bulengera mjini Butembo wamepokelewa Jumatatu Mei 12, 2025 kwenye kambi ya kijeshi ya Rugenda kwa lengo la kupeleka malalamiko yao kutokana na vitendo vya unyanyasaji wanavyotendewa na kundi moja linalojihita kuwa ni wazalendo katika eneo hilo. Mpendwa mtazamaji wa BG Online TV, kuna hayo na mengine mengi, tunaomba tuweze kuambatana mwanzo hadi tamati ili uelewe mengi zaidi. Naam, tuache sasa tufunue pazia ya uchambuzi wetu wa habari, tukianza na habari hizi za maeneo ya shamba ya vita. Hali ya usalama bado inaendelea kushuhudiwa kwa sasa kwenye maeneo ya shamba za vita katika mkoa wa Kivu ya Kusini. Wiki iliyopita mapambano ya mfululizo yaliweza kushuhudiwa kati ya wazalendo na M23 kwenye vijiji tofauti kama vile Nyantende, Nyangezi, Kamanyola, Katogota na kwenye maeneo ya nyanja za juu ya tarafa la Fizi, ambako Twigwaneo tihifu kwa M23 walikuwa kiendesha vile vile mashambulizi zidi ya vikosi vya wazalendo vinavyoripotiwa maeneo hayo. Hali hiyo ya usalama inaendelea kuhapa raia wa maeneo hayo kuendelea na shughuli zao ndogondogo, imetaja hivyo duru zetu za habari. Hadi kwa sasa kinachopelekea mapambano hayo kutokuendelea kwenye maeneo ya shamba za vita bado kujulikana. Duru kadhaa zaeleza kwamba utulivu wote huu unapelekea pande zote mbili kuendelea kujipanga katika vita hivyo ili kuhakikisha kushinda kundi jingine. Mengi zaidi kuhusiana na habari hizi, endelea kutembelea kwenye chaneli yetu kwa mengi zaidi. Tuangazie na habari za huko Kilembwe. Ni kwamba mashirika ya kiraia ndani ya sekta ya Lulenge pa Kilembwe yataja kulahani vitendo vya vikosi viwili vya wazalendo katika maeneo hiyo kuendelea kurushiana risasi bila sababu yoyote. Kwake Abedi Sumbi Abdul, mmoja kati ya mashirika kiraia katika maeneo hayo ya sekta ya Lulenge pa Kilembwe, amesema kwa sasa hivi sio muda wa kupigana wao kwa wao, bali ni muda wa kutafuta adui aliko ili kuendelea kumsaka na kuhakikisha kwamba wanaendelea kukomboa udongo wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa mashariki ambako kunaendelea kuvamiwa na M23. Abedi Sumbi Abdul anaeleza fuatayo. Milundo ya silaha ilisikika ndani ya jiji la Kilembwe muda wa saa 8:30 za mchana kati ya kikundi ya Galis
komanda wa groupe de jeunes na Mathieu wa SNPCC walilidisha masasi. Jiji lote lilishikwa na wasiwasi, watu wengine kwenda porini. Risasi lililia pale parking ya karibu na hospitali, tena na paroisi ya Katolika. Hiyo ndio habari ya masikitiko. Fuatilia kitendo cha wao kugombana, ilisemekana ya kwamba kuna askari mmoja alikuwa wa Galis akakimbia na silaha. Hilo silaha tena akaenda uzisha Mathieu, komanda Mathieu. Sasa kwa kudaiana hizo silaha ndio zilileta uzushi na zikaleta sura mbaya, ndio maana walifika mpaka kwa kufyatuliana risasi. Sasa kitendo hiki sisi kama vile shirika la raia tumekilaani sana, kwa sababu wao Galis Mbembe, Mathieu Mbembe, wote watoto wote wanakaa hapa Kilembo, wafanye vitendo kama hivyo vilisikitisha sana na kuleta hofu na kuleta hali ya huzuni sana. Watu wanachubiria adui mmoja, kwa nini wao tena wajekaa wakigombana, wakileta matatizo wao kwao, kuhatarisha raia, kuogopesha raia? Hiyo ni vitendo vibaya sana. Sisi kama vile shirika la raia tulikuwa naomba wakuu viongozi wa hivyo vikundi kwa ngazi za juu wanyamasishe hizo hewa. Sio hewa nzuri kabisa, ni hewa mbaya ambazo zinaweza leta maafa huko mbele ambayo tunasonga. Tuangazie na habari za huko Bibokoboko. Ni kwamba raia wa eneo la Bibokoboko na vitongojeni mwake ndani ya sekta ya Mutambala tarafani Fizi wataja hali ya utulivu inaripotiwa kwa sasa katika maeneo hayo. Pamoja na hayo, wanataja kukumbwa na matatizo ya mboga mbichi, chumvi, sabuni na mambo mengine kwa sababu ya kutokuwepo kwa njia kati ya Baraka na Bibokoboko. Udhibitisho huo ni wake Bwana Ngirimuki za David, mkuu kiongozi wa eneo hilo la Bibokoboko, ambaye ameonesha kuwa kuvunjika kwa uhusiano kama zamani kati ya mji wa Baraka na Bibokoboko kinakuwa na vinyume vingi kwa sasa kwa wananchi. Huyu ameomba kwa serikali kuingilia kati ili kupata suluhu kwa haraka. Ngirimuki za David anaeleza fuatayo. Situation iko kalme hapa Bibokoboko soko ya Mparazi. Samedi asendo watu ambao wanatoka Kalele wa Mwezi pamoja na wao wenyewe walikuja kuiba Bibokoboko, kaiba ngombe wakazibeba. Hiyo ndio situation ambayo imepitikana huko kwetu. Maisha ya watu ni sawa kwa leo. Sofeke unajua problem ni kutokupata njia kufika Baraka. Unaona sisi tuko watu ambao tuko enclave hatufike Baraka kufuatana na situation ambayo iko hapo Baraka, lakini hapa kwetu kuko vitu vyote hivi zima siku. Marage ipo inalema msoko, hindi ipo, chenye tunakosa ni chumvi, ni ndagala, ni sabune. Na tumefanya mapredoye, lakini unajua kwa government ya hivi kwa leo haitumiki kama ilivyo. Sisi tumepana hiyo ripoti kwa ngazi za juu, hadi leo hatujapata jibu. Hata hizi masiku naona tunakaribia kufika ma examen d'etat, dissertation, examen d'etat. Na hatujua kama watoto wanaanza kushuka namna gani na njia wanafanya ulinzi, lakini sasa kusema watu washuke Baraka si problem. Unajua na wewe problem ya manjia hizi siku iko ngufu. Solution ni kupata njia, watu wanawasiliana, watu wa Baraka na Bibokoboko, watu wanalema soko na wa Baraka wanalema Bibokoboko. Unajua ni vitu vingi ambayo sisi tuna hiyo maharage tunazisaila, lakini tutashuka namna gani? Na watu wa Baraka nao wana chumvi, wana ndagaa na hata ile vitu fulani vidogo vinatoka Baraka. Itakuja namna gani mama watu wa Bibokoboko wafike Baraka? Serikali hiyo inajua lakini hayapatia jibu. Unaona ile wakati ilizaa matunda, lakini kwa leo vitu viligeuka tena kufuatana na hali yetu gisi iko, vitu vimegeuka. Sisi tunapenda kuwa uhusiano, ile cohesion sociale, cohabitation pacifique. Unaona Baraka na Bibokoboko ni nafasi moja. Wa Baraka hawezi ishi bila Bibokoboko, wa Bibokoboko hawezi ishi bila Baraka. Tunataka tunapendelea sisi sote tuwe na ile uhusiano ya kutembeleana.
Tuangazia habari zetu na habari za Kasaba ni kwamba idadi ya watu waliofariki kwenye mafuriko yaliyoripotiwa wiki iliyopita kwenye kijiji hicho cha Kasaba sekta ya Nganja tarafani Fizi inaendelea kuongezeka siku baada ya siku, na ambako kwa sasa ni watu wapatao zaidi ya 15 ndio wamekwisha kuripotiwa kupoteza maisha, zimetaja hivyo duru zetu za bahali. Kulingana na taarifa tunazo ni kwamba watu wengi waliripotiwa kufariki katika mafuriko hayo. Sambamba na habari hizo ni kwamba baadhi ya wahanga wa mafuriko ya kujaa kwa mto wa kijiji Kasaba wameanza kuwasili katika mji wa Baraka kwa ajili ya matunzo ya ziada. Hivyo ni kutokana na wao kupata majeraha makali katika sehemu mbalimbali za mwili inayopelekea hali yao kuwa mbaya. BG Online TV tumetembelea ndani ya hospitali kuu ya Baraka ambako wahanga hao waendelea kupata matibabu walipotoka huko Kasaba, na kuhojiana nao mmoja kati yao Anzuruni Denis anaeleza hapa namna mafuriko hayo yalivyotokea. Yani sie ilikuwa siku ya 5 usubuhi, mvula ilianza nyesha mapande ya 3 ya usubuhi, ikanyesha ikakata ikafika 5 mvula tena ikaanza. Baada mvula kuanza, mie nilikuwa nishatoka nje. Baada kutoka nje nilikuwa naanika daga ukichanja, nikatoka nikaenda angalia daga. Baada mimi kwenda kuangalia daga kule juu upepo ulikuwa ni mkali, nikarudia mpaka mnyumba. Nilikuwa na katoto kangu hivi kakasema pana, papa mimi nitakoyola. Nikakatoa nje kakakoyola. Mvula usiku ilikuwa shakucha, tunakuwa naona wangambo ya pili na kuko baadhi ya wengine wenye tuliongea nao wangambo ya pili. Basi sie tukaona saa vile ni kawaida ya mto kujaa tu, mai kaanza pita kote kwetu, sie tukaichukulia tu ni kawaida. Badala ya hapo mie nikarudi ndani, bibi yangu akatoka nje. Ile bibi yangu kutoka nje kanyambia mbona mto unajaa sana. Mie tena pale kwenye niko roho haikunipa, ikabidi nitoke nje tena. Tukakuwa sa vile mie na mwanamke sie wote tuko kumulango. Badala ya hapo mwanamke ndo alikuwa wa kwanza kuingia ndani, mie nikawakia kumulango. Kengine kafie kangu hivi ka miaka 3 asema na mimi nitaenda angalia mto. Nikamwambia rudia kule, utaenda angalia mto na mto unajaa na mvua iko nanyesha. Basi nikakaruhusu kakaenda angalia, kakarudia. Basi mvua iliendelea kunyesha. Badala ya hapo mie nikarudia ndani. Ile kurudia ndani tukasikia mgurumo sa vile avyo inataa dema. Mimi na mwanamke mle ndani tukaulizana, hii avyo yenyewe inataa dema hapa kwetu na kuya dema avyo inatokea wapi? Ilikuwa shakuwa saa mida saa ngapi? Yani hapo ilikuwa shakuwa mida saa 12 mwendo wa saa 1 hivi. Ile mgurumo haikukawia, kukaingia tetemeko ya ardhi. Hapa kwenye sie tunasemea hakuna kujua huyu alienda wapi, huyu alienda wapi. Yani gisi nilipona Mungu ndo mwenye alipenda tu. Mumajiwe nilienda napita mumajiwe niko na mtoto wa bebe kumkono. Badala ya hapo tukaikala tuko mumai, nikaona saa vile mwenye anafunguliwa kamulango mbele yangu, kamwangaza kanakuya, nikasema napona. Badala ya hapo nikaikala nitaogerea na kwa nasikia kiuno haina kazi. Mungu atupe mja wake. Nikajitahidi nikasikia saa vile na kanyaga lijiwe. Ile mie kukanyaga lijiwe mbira ikakuwa ya mingi. Baada ya hiyo kuwa ya mingi ikainitoa tena kwa ile lijiwe ikanipeleka tena Gezi. Mwishowe Bwana Nzuruni Denis ameomba kwa serikali na mashirika ya kiutu kuwatembelea katika kijiji cha Kasaba ili kujionea wenyewe hali ya mafuriko ilivyokuwa na kujia vile vile na misaada. Mungu akanisaidia tena, nikaanza kuogerea, nikasikia saa vile migulu inafika chini na mtoto niko naye mikono. Kaanza lalamika kumchanga, mtusaidie. Kukakia mtu wa kwanza alikuwa komanda wa soda mweko pale kunyumba, akakuya akasove mtu wa kwanza, akakuya kanibeba ule mtoto. Mie kukakia mtumbu, nikamwambia mimi sitaweza kusimama, muninyangule. Bakaninyangula, bakaniweka mtumbu, bakanibeba kumugongo mpaka ukakapita. Kutoka kwa kapita nikaambiliwa sio twende kwa hospitali. Tukaenda kwa hospitali kule kuona kaa yangu havitawezekana, tusogee mbele. Bakatupa transfere pale, tukakuya mpaka hapa Baraka. Yani mnyumba yangu nilipona mie na huyo mtoto wa bebe tu. Bibi, batoto 3,
bofre yangu mwenye nilikuwa naye pale na mtoto wa dadangu mwenye alikuwa nakia konje pale juu kwetu abasomi bote balikufa. Jumla mnyumba yangu nipoteza watu 6 bakumwili yangu. Yani hapa nilibakia mie peke na ule bebe. Kwa sasa mtoto anaendelea? Mtoto iko afadhali. Usubuhi nilikuwa naye hapa, niliwaambia waniletee naye juu kunifariji, kunitoa mawazo. Yani mtoto ni wa miezi 4 ndo mtoto mwenye nilipona naye. Mie kwa upande wangu naweza shukuru kwanza kwa mimi kubaki uhai, ni jambo la kumshukuru Mungu. Juu kupona haiko miujiza yangu, ni miujiza ya Mungu. Vile vile mimi leo niko hapa Baraka, lakini majeruhi ni wengi sana na waliofariki ni wengi sana. Kuko familia zenye zikuonekana mtu hata umoja, kama ni watu 10 wote. Jumla kukosa hata batu 100 wenye walipoteza maisha. Lakini baada ya mimi kufika hapa tulituma wito kumashirika, lakini tuliambiwa msaada hauwezi ukatoka kwa waanga wa maji. Msaada unaweza ukatoka kwa waanga wa risasi. Hicho ni kitu ambapo kilinisikitisha sana. Yani na kuona kumbe sie tuko saa vile hatuko baraia bai inchi. Juu hasili inekala kule kwenye tukio linatokea, serikali inapaswa ikimbilie pale. Lakini mpaka leo hatuyaona ni serikali, hatuyaona ni shirika ya aina yoyote ile. Na kule majeruhi wapo. Serikali kama serikali natoa wito ijitahidi ifike kwanza kule, iende iangalie jinsi wananchi wanaasirika. Hiyo ndo ombi langu tu kwa serikali na mashirika, ni hicho tu. Asanteni sana. Nashukuru kwa Mungu kuniacha uhai. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa BG Online TV, tuangazie uko Fizi kwenye habari hizo sambamba na za huko Kasaba. Shirika la raia tarafani Fizi limetoa pole kwa wahanga wa mafuriko ya kijiji cha Kasaba, huku likiomba mashirika ya kiutu na serikali kuajia na mswada wahanga ambao wamepoteza vitu pamoja na watu na kupelekea maisha yao kuwa magumu. Akizungumza na BG Online TV, wakili Jacques Alimasi, mkuu kiongozi wa shirika la raia ndani ya tarafa la Fizi, amesema kuwa raia wa kijiji hicho cha Kasaba kwa sasa wanaishi katika hali ngumu, hasa kwa ukosefu wa chakula, matibabu na vitu vingine muhimu katika maisha yao. Huyu ameongeza kuwa ni vema serikali kufikiria kwa uharaka ili kuwajie na misaada raia hao ambao wanajikuta katika maisha magumu kwa sasa. Jacques Alimasi anaeleza fuatayo. Tumekwenda kulalama ajili ya hali ambayo imetokea katika kijiji cha Kasaba, ni katika teritwari ya Fizi. Ilikuwa tariki 8 kufika tariki 9 mwaka huu. Kijiji hicho kimekumbwa na mafuriko ya mvua na imesababisha maafa. Imenyesha, imejaza mto ambao unaitwa Kasaba. Tumekwenda kugundua kwamba kuna watu ambao wamekufa, na kiwango cha watu ambao kimekufa kinafika 109 person ambayo imekufa. Watu ambao wamepona waanga wanalazwa katika hospitali kuu ya hapo Fizi Centre, ambako tunaona kuko wanawake 7, kuko wanaume 13 na kuko watoto 6. Tumekwenda kulalama kwenye serikali yetu ya Kongo na kwa wafadhili fulani wakuje wasaidie majamaa ambazo zimekumbwa na hayo majanga, kwa sababu shamba zimekwenda na maji na nyumba nyingi zimekwenda kuvunjika, vitu vya nyumba vimekwenda kupotea, na kwa sasa raia wanaendelea kuteseka, hawana kwa kulala. Tumeomba kwa wafadhili waje wasaidie raia, kwa government yetu ya Kongo, pia hata na kwa mashirika fulani ya kiutu ambayo inapatikana katika teritwari ya Fizi, kwa sababu utakwenda kujua janga hilo linatokea wakati ambapo teritwari ya Fizi inakwenda kukumbwa na matatizo ya vita ambavyo vinaletwa na M23 pamoja na AFC wakisaidiwa na Rwanda na kile kikundi cha Tabara ya Burundi. Vita hivyo vinapatikana huko nyanja za juu za teritwari ya Fizi, na ndio kwa maana tumeomba kwa vitengo fulani ambavyo vinahusika na usalama
na ukingo wa raia wafanye gisi iwezekanavyo kwa kusaidia mashirika ya kiutu ambayo yatapendelea kwenda kusaidia watu ambao wanakumbwa na hilo janga, wawapatie njia ili wafanye kazi kama ipasavyo na wapaswe kusaidia raia ambao inaendelea kuhangaika. Mpendwa mtazamaji wa BG Online TV na msikilizaji, hii ambayo unaendelea kuisikiliza ni taarifa ya habari inayokujia kwa sasa hivi kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunako kutangazia kwa sasa. Huko Butembo ni kwamba raia wa manispaa ya Bulengera mjini Butembo wamepokelewa Jumatatu ya tarehe 12 Mei 2025 kwenye kambi ya kijeshi ya Rugenda kwa lengo la kupeleka malalamiko yao kutokana na vitendo vya unyanyasaji wanavyotendewa na kundi moja linalojiita kuwa la wazalendo katika maeneo hayo. Raia hao wataja kuendelea kusumbuliwa vya kutosha na kundi hilo linalojiita la wazalendo, na ambako vitendo vya unyanyasaji vya kupindukia wanaendelea kuvipata kutoka kundi hilo. Raia hao wanaomba kwa jeshi la taifa FRDC kuchukulia hatua ya haraka ili kuendelea kuepusha na vitendo vya unyanyasaji wanavyoendelea kuvipata toka kwenye kundi hilo. Tunatokea Chitakandi ya Nyalurembe. Tulikuya ongea na bakubwa ba mudifese ya Rwanda kusudi barudishe salama kule kwetu, kushakosewa amani. Juba shaikalisha yo bazalendo. Na wale bazalendo banatokaka kule ndio banakuya sumbua raia. Banasumbua baba banapeleka kule banaenda bafunga. Baseme shida ni sifle na sie tuseme hatuna masifle. Tu masifle na semaka kule ni aba kruazeba kukia zika watu waliokufa na bakiro na wengine ba juere banachezeaka kule balo. Kudifesa wametupokea très bien. Me wamesema batarudisha amani kule. Tunajisikia mzuri kusudi barudishe tu amani kule. Sie tutakuwa na amani, hatutakuwa na shida tena. Mpendwa mtazamaji wa BG Online TV, kupitia hapo hatuna la ziada, bali ni kushukuru wewe ambaye uliyetutazama na kutusikiliza mwanzo hadi tamati. Tunakusii mara tena usikosi kusubscribe, kulike na kushare ili nyote kwa pamoja muendelee kupata habari zetu, vipindi pamoja na matukio ambayo yanaendelea kutokea kote duniani. Mimi ni mchumbe wa mkulima na Fatuma, tukutanane baadaye panapo majaliwa.